Sikiliza mdogo wangu, mimi shida yangu ni kusaidie. Ndio shida yangu. Ukisema uondoke huyo, anakutafuna hapo hapo. Unaona kichwa alivyokuelekezea hicho? Hicho kichwa amekuelekezea kwenye mguu wako. Ni kwa sababu tu anasema ukweli wako. Hizo ndizo umezipata wapi? Nisamee, nimezipata hapo hivyo. Yaani umezipata hapo shamba la nani? Nimezichukua tu kwa sababu sisi njaa tu, yani njaa kwa sababu mimi naishi na mdogo wangu alafu sina kitu. Sasa ndio uje kuiba kwenye mashamba ya watu. Yaani uje kuiba. Sasa angekugonga huyo, angekuluma. Yaani huyo ndo amekukamata ili wewe usiondoke. Yaani ukitingishika ujue umelika. Na mimi nakurekodi hii video ili niende niwapelekee serikali wasiseme kwamba labda nimekuonea. Huyo yeye ataondoka na shughuli zake. Lakini sasa je, ndio angekuja mtu mwingine? Mimi kwa sababu ndo mwenye shamba naweza kumtoa huyo, umeona anaondoka huyo, hana shida. Je, ndio kama angekuwa mtu mwingine? Singekuua mdogo wangu? Ndio, lakini sitorudia tena, nisamee. Yaani kwa nini wewe watalishe maisha yako kwa sababu ya ndizi hizo? Ndizi hizo ndio utalishe maisha yako kuingia mashamba watu kuiba. Sasa mdogo wangu mimi nakuachia kwa sababu yule jamaa usimwona anakuachia. Anaondoka. Lakini usije ukarudia. Tulia hivyo hivyo, muache aondoke. Usije ukarudia tena. Ukija ukirudia kitakacho kukuta. Tulia hivyo hivyo, ukihangaika atakuula wewe, atageuka watarudi. Tulia hivyo hivyo. Usije ukaingia tena mashamba ya watu. Mashamba ya watu wengine ya watu hawaingii. Acha kelele sasa. Mwacha ondoke. Mwenye anaja atakufungua ataondoka. Naam mtazamaji, bwana, hili ni tukio ambalo limetokea, haijajulikana bado ni mkoa gani, lakini kitu ambacho kimehappen ni kwamba hii video imeenda viral kutokana na kwamba maudhui ambayo yanaonekana katika tukio hilo. Bwana, hii ni issue nzito kweli kweli, ambapo inasemekana kwamba kijana huyu bwana alikuwa ni mwizi, ameenda kuiba mikungu ya ndizi miwili katika shamba la watu, lakini mwenye shamba lake alikuwa anatumia mbinu za kishirikina, yani mbinu fulani hivi, mambo ya jadi katika swala zima la ulinzi shambani kwake, baada ya kuona kwamba suala la wizi wa mazao yake limekuwa ni kero. Kwa hiyo akaamua afanye hivyo. Kwa hiyo kijana huyu bwana amefungwa na nyoka miguuni. Nyoka amemvilingisha miguuni asiondoke. Sasa hili ni tukio ambalo limeleta maswali mengi na mijadala mingi huko mitandaoni, kupelekea watu wakawa wanajiuliza maswali kwamba hivi vitu ni kweli, ni upigaji au ni content au ni vipi. So ni issue ambayo imeibua mijadala mingi, lakini pia vile vile tumepita katika page mbalimbali huko mitandaoni, tumekutana na posti ambazo zinazungumzia hili swala. Lakini at the end of the day ni kwamba waziri wa maendeleo ya jamii, namzungumzia Mama Dorothy Gwajima, ameingilia kati swala hili, kwani hajapendezwa na kuibuka kwa taharuki za ovyo ovyo katika mitandao ya kijamii kutokana na baadhi ya video ambazo huwa zinapostiwa, hususan hizi zenye kupotosha maadili kwa namna moja au nyingine, kuleta imani negative katika jamii. Kwa hiyo Mheshimiwa Dorothy Gwajima bwana ameliingilia kati hili swala, ambapo hapa page mbalimbali zimekuja kuripoti kuhusiana na maamuzi au maneno ambayo ameyazungumza Mheshimiwa Dorothy Gwajima kuhusiana na hiki ambacho kimetokea. Kwa mfano hapa bwana, kuna page hapa wameandika kwamba Gwajima aonya vikali dhidi ya simulizi za taharuki. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum Dorothy Gwajima ameitikia jamii amesema kwamba ameitaka jamii kuacha kuamini na kusambaza taarifa za taharuki zisizo na uthibitisho, akisema kwamba zinachochea imani potofu na kuathiri ustawi wa jamii. Kupitia ukurasa wake wa Instagram amesema kwamba kumekuwa na ongezeko la simulizi za uongo zinazosambazwa bila ushahidi, ambapo huacha athari hasi katika fikra za watu, hasa watoto, na kufungua mianya kwa matapeli kutumia hofu hizo kwa wananchi kwa ajili ya kujinufaisha. Amesisitiza umuhimu wa jamii kuhoji na kuthibitisha taarifa kabla ya kuzisambaza, akionya kuwa simulizi hizo zinaweza kusababisha migogoro, udanganyifu na hata madhara makubwa kwa jamii. Dr. Gwajima amehitimisha kwa kusisitiza kuwa ulinzi wa watoto unaanzia na kulinda fikra zao, na pia vile vile kutoa wito kwa jamii kushirikiana kujenga mazingira ya malezi yenye fikra chanya na misingi ya ukweli katika jamii kwa ujumla. Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameandika hivyo.
Lakini pia akajazia kusema kwamba ni vema zaidi Watanzania wajue kuwa tunapoigiza ni vizuri tutoe tahadhari. Mfano unaandika kabisa kwamba unaandika kabisa kumradhi, hili ni igizo. Hata online siku hizi pia vile vile mnaona taarifa za ajabu ajabu, ila chini wanaandika ni AI generated. Sasa sisi huwa tunasoma shule gani hizi taaluma za content creation? Huyo ni Dorothy Gwajima amelizungumzia swala hilo, maana wenyewe hawa walioposti hiyo video wanadai kwamba walikuwa wanaigiza. Yani ni kama vile behind the scene. Lakini pia vile vile hapo awali ni kwamba Mheshimiwa Dorothy Gwajima aliandika, kwani matapeli huwa wanatuonaje jamii? Akaendelea kusema kwamba hizi sio zama za kutapeli jamani, hizi sio zama za kutapeli jamii kiakili na kifikra, na kuwatia umasikini huku tapeli akijitajirisha. Sasa basi, msiopenda utapeli tuungane kufuatilia matukio yote ya kitapeli yanayoasisiwa na matapeli kwa kutaka kujipatia fedha za wengine kiutapeli. Nyie wachapishaji wa content online, bila kusema uhalisia wake huwa ni nini au ni lini na ni wapi, au kufafanua kama hilo ni igizo la kufikirika tu na sio ukweli, tutaanza na nyie. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mheshimiwa Dorothy Gwajima hajapendezwa na hizi content ambazo zinatengenezwa huko mitandaoni, alafu at the end of the day wanakuja wanasema kwamba tulikuwa tunaigiza bila kutoa tahadhari kwamba hili ni igizo. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Mheshimiwa Dorothy Gwajima ameona kama vile watu au content creator inatakiwa watoe tahadhari katika kila content ambazo wanazoziposti ili kuepuka kupotosha jamii au kuchochea mmomonyoko wa maadili. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Ukiwa kama mdau na wewe pia, hebu tuwekee maoni yako katika comment section hapo chini. Tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, lakini pia vile vile hakikisha tu unazidi kuwa karibu na channel yetu kwa kulike, kushare na kusubscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.